Saudi Arabia asema ina haki ya kuishambulia kijeshi Iran. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz asema Ujerumani haitoshiriki vita dhidi ya Iran. Na Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zakubaliana kupunguza mivutano. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imesema ina haki ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran endapo itahitajika kufanya hivyo kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya mataifa ya Ghuba. Haya imesemwa leo na waziri wa mambo ya kigeni wa Saudia, Mwanamfalme Faisal bin Farhan. Haya mapinduzi la Iran limeonya hayo mataifa ya Ghuba kwamba viwanda vyao vya mafuta na gesi vitashambuliwa na kuharibiwa kabisa iwapo Israel na Marekani watafanya mashambulizi zaidi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran. Wakati hayo yakijiri, Qatar kupitia wizara yake ya mambo ya nje imewaagiza maafisa wa jeshi na usalama wa Iran kuondoka nchini humo katika kipindi cha saa 24 zijazo. Qatar imechukua hatua hiyo kufuatia kushambuliwa kwa kituo chake cha gesi cha Ras Laffan. Na kiongozi mpya mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ametoa taarifa yake ya pili tangu kuanza kwa vita hivyo, akisema wauaji wa mkuu wa usalama wa nchi hiyo Ali Larijani ni sharti watalipa kwa shambulizi hilo. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kuwa hakuna mpango wa kushawishi unaoonyesha kuwa operesheni ya Marekani na Israel dhidi ya Iran itafanikiwa. Merz amesema haya katika hotuba yake mbele ya bunge la Ujerumani Bundestag. Katika hotuba hiyo, Merz amesema Ujerumani haikushauriwa na Marekani kabla kuanza kwa vita hivyo, kwani ingepinga kufanyika kwa operesheni hiyo. Kansela huyo vilevile amedai kuwa Ujerumani haitoshiriki kwa njia ya kijeshi kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Kauli ya Kansela Merz imekuja baada ya waziri wake wa ulinzi Boris Pistorius Jumatatu kusema Ujerumani haikuvianzisha vita hivyo, kwa hivyo haitojihusisha. Viongozi wa Ulaya wamekataa kuhusishwa moja kwa moja katika operesheni za Israel na Marekani dhidi ya Iran, wakihofia kuzamishwa ndani ya mzozo usiotabirika na ambao malengo yake hayako wazi, na mzozo ambao raia wa mataifa ya Ulaya hawauungi mkono. Mzozo wa Mashariki ya Kati umeingia siku yake ya 20 hii leo. Kwa upande wake, Marekani ililenga maeneo muhimu ya Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz. Mwenzangu Jacob Safari amekusanya mengi yanayojiri huko Mashariki ya Kati na ifuatayo ni taarifa yake. Saudi Arabia imesema ina haki ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran endapo itahitajika kufanya hivyo kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya mataifa ya Ghuba. Haya yamesemwa leo na waziri wa mambo ya kigeni wa Saudia, Mwanamfalme Faisal bin Farhan. Taarifa hii imekuja wakati waandishi wa shirika la habari la Ufaransa AFP wamesema milipuko mikubwa zaidi imesikika mjini Riyadh usiku wa kuamkia leo baada ya mamlaka za taifa hilo la kifalme awali kusema kuwa ilizuia makombora mane ya masafa marefu yaliyokuwa yanaelekea katika mji mkuu Riyadh. Haya yanafanyika wakati ambapo jeshi la mapinduzi la Iran limeyaonya hayo mataifa ya Ghuba kwamba viwanda vyao vya mafuta na gesi vitashambuliwa na kuharibiwa kabisa iwapo Israel na Marekani watafanya mashambulizi zaidi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran. Katika taarifa, jeshi hilo limesema jawabu lake litakuwa kubwa kuliko mashambulizi lililofanya katika kituo kikubwa zaidi cha gesi duniani kilichoko Qatar cha Ras Laffan. Awali Iran ilikuwa imeilaumu Marekani na Israel kwa mashambulizi katika kituo chake kikubwa cha gesi cha South Pass. Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar walikuwa wametoa taarifa mbalimbali kulani mashambulizi hayo katika kiwanda cha gesi cha Iran. Wakati haya yakijiri, Qatar kupitia wizara yake ya mambo ya nje imewaagiza maafisa wa jeshi na usalama wa Iran kuondoka nchini humo katika kipindi cha saa 24 zijazo. Qatar imechukua hatua hiyo kufuatia kushambuliwa kwa kituo chake cha gesi cha Ras Laffan. Naye rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X amesema amezungumza na rais wa Marekani Donald Trump na emir wa Qatar na kuwataka kutoa amri ya kusitishwa kwa mashambulizi katika miundombinu ya kiraia, hasa miundombinu ya nishati na maji. Mashambulizi ya usiku kucha ya Iran yamesababisha kifo cha mtu mmoja aliyetambulishwa kama mfanyakazi wa kigeni karibu kilomita 20 kaskazini mashariki mwa Tel Aviv huko Israel. Haya yamethibitishwa na madaktari wa Israel
Israel, na sasa inapelekea idadi ya waliofariki nchini humo kutokana na vita hivyo kufikia watu 15. Wakati huo huo, wanawake watatu wa Kipalestina wameuawa katika ukingo wa Magharibi baada ya kuangukiwa na mabaki ya makombora muda mfupi baada ya Israel kutangaza msururu wa mashambulizi ya makombora ya Iran. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa katika shambulizi hilo lililofanyika karibu na eneo la Hebron, akiwemo mwanamke aliyekuwa hali mahututi baada ya kuripotiwa awali kuwa alikuwa amefariki. Haya ni kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina. Hivi ndivyo vifo vya kwanza vya Wapalestina kuripotiwa huku vita hivyo vikiendelea. Haya yanafanyika wakati ambapo Kuwait imesema kuwa imewakamata wanamgambo 10 walio na mafungamano na kundi la wanamgambo la Lebanon la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kuwait kupitia wizara yake ya usalama wa ndani imesema wanamgambo hao walikuwa wanapanga kufanya mashambulizi ya kigaidi katika miundombinu muhimu. Na kiongozi mpya mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ametoa taarifa yake ya pili tangu kuanza kwa vita hivyo, akisema wauaji wa mkuu wa usalama wa nchi hiyo Ali Larijani ni sharti watalipa kwa shambulizi hilo. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu achukue mamlaka baada ya kuuawa kwa babake Ayatollah Ali Khamenei. Taarifa hii ya Mojtaba Khamenei imetolewa huku jeshi la Israel likiapa kuendelea na mashambulizi ya kuwalenga maafisa wa serikali ya Iran baada ya kutangaza kumuua waziri wa ujasusi Ismail Khatib. Wakati huo huo, mamlaka kote katika mataifa ya Ghuba zimetangaza kuwa ibada za sikukuu ya Idi, ambayo inaashiria mwisho wa mwezi wa mfungo wa Ramadhan, zitafanyika ndani ya misikiti ya kawaida badala ya kufanyika nje, ambapo kwa kawaida maelfu ya waumini hukusanyika kuadhimisha sikukuu hiyo. Mataifa hayo yamesema hatua hiyo ni ya tahadhari. Asante sana Jacob Safari. Tukisalia tu na mzozo huo, ufadhili na uwekezaji katika mataifa ya Mashariki ya Kati kwenye miradi ya nishati isiyochafua mazingira huko barani Afrika huenda hautoathirika licha ya vita vinavyoendelea kwenye kanda hiyo. Wachambuzi waliozungumza na shirika la habari la Associated Press wameeleza kwamba pamoja na wasiwasi uliopo, zinaonekana faida kubwa tena za muda mrefu za kiuchumi kwa mataifa hayo kutokana na ufadhili huo barani Afrika, na kutokana na hali hiyo itakuwa vigumu kwa mataifa hayo ya Ghuba kuondoa uwekezaji huo. Zainab Aziz na maelezo kamili. Ripoti iliyotolewa mwezi uliopita na kikosi kazi kinachoshughulikia masuala yanayohusiana na hewa safi imebainisha kuwa zaidi ya dola bilioni 101.9 ziliingizwa katika sekta ya nishati mbadala barani Afrika kutoka nchi za Ghuba kufikia mwisho wa mwaka 2024, zikiongozwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait na Bahrain. Sehemu kubwa ya uwekezaji imewekwa katika eneo la Afrika Kaskazini, kusini mwa Afrika na katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Ni nchi za Afrika Magharibi tu ndio zina kiwango kidogo cha ufadhili kutoka mataifa ya Ghuba. Wawekezaji wa mataifa ya Ghuba sasa wameamua kuigeukia sekta ya nishati safi barani Afrika, wakivutiwa na kuongezeka kwa mahitaji ya umeme, ukuaji wa miji kwa kasi na jukumu linaloendelea kukua barani humo katika minyororo ya usambazaji wa kimataifa inayohusiana na madini muhimu na utengenezaji bidhaa. Matthew Tillard, mkurugenzi wa kampuni ya Cross Boundary Energy inayoendesha miradi ya nishati mbadala yenye makao yake makuu jijini Nairobi, Kenya, amesema bara la Afrika linabakia kuwa moja ya maeneo machache ambayo ukuaji wa mahitaji hauna shaka. Serikali za bara hilo zimewageukia wawekezaji binafsi ili kusaidia kufadhili miradi ya nishati ya jua, upepo au miradi ya umeme mseto unaochanganya vyanzo viwili au zaidi vya nishati ili kuongeza uwezo wa uzalishaji umeme bila ya matumizi makubwa ya fedha za umma. Pengo hilo linatoa fursa kwa wawekezaji wa Ghuba wanaotafuta kubadilisha uwekezaji wao kutoka kwenye mafuta na gesi. Mkurugenzi wa kampuni ya Cross Boundary Energy, Matthew Tillard, amesema kwa wawekezaji miradi ya nishati mbadala inaweza kuwa njia mpya ya kimkakati itakayoweza kuipindua njia ya uzalishaji umeme. Job Mkanda, mchambuzi wa masuala ya nishati na maendeleo, amesema usumbufu unaojitokeza katika usafirishaji wa mafuta na gesi kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaweza kuchochea hatua za mataifa ya Ghuba kuongeza zaidi uwekezaji wao katika nishati mbadala, kwani nchi hizo zimeona jinsi njia hizo za usambazaji zinavyoweza kuwa hatarini.